السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا المصطفى سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Watukufu wa Kiislam, baada ya kumshukuru Allah jalla fi'ala na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea kupeana faida mbalimbali ambazo zinahusu dini yetu ya Kiislam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie faida hizi ziwe ni zenye kuleta tija katika umma huu wa Kiislam. Inshallah, katika silsila ya darasa zetu leo nitakupa maajabu na faida ambayo inapatikana katika suratul Qamar. Sura hii ina faida kubwa sana na ni faida zake ni nzuri sana, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikujalia kuipata klipu hii basi ifanyie kazi inshallah, kwa sababu haya tunayosoma haya ni katika hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema mwandishi wa kitabu, man katabaha suratul Qamar, mtu yoyote atakayeandika hii suratul Qamar yaumul jumaa, siku ya Ijumaa, yani ukachukua zafarani kisha ukachukua na karatasi, kisha suratul Jumaa hii ukaiandika kwenye karatasi ile kwa zafarani siku ya Ijumaa, asubuhi pale siku ya Ijumaa ukaiandika sura hii kwenye karatasi, kisha wa'allaqaha ala ra'sihi, karatasi ile ukaifunga kwenye kichwa chako. Kama umevaa kofia utaitia kwa ndani, kama mwanamke umevaa kilemba au shungi utaitia kwa ndani karatasi hii, basi kana inda Allahi wajihan, utakuwa na njia nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa na mwenendo mzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahhat lahu al-amru as-sa'aibu, na Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika mambo yako magumu. Kwa suratul Qamar hii siku ya Ijumaa asubuhi pale ukaiandika kwenye karatasi, kisha karatasi ile ukaifunga ukaitia katika kichwa ama katika ushungi au kwenye kofia ukaitia siku ya Ijumaa, basi utakuwa na njia nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mambo yako yote yaliyokuwa magumu Allah atakufanyia, atakuwa mepesi. Kwa inshallah, nenda kaifanyie kazi sura hii na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakufanyia wepesi katika mambo yako. Watu wengi sana wamekuwa wakisikitika mambo ni magumu, riziki hazifunguki, hali ya kuwa njia zipo, na Mwenyezi Mungu mwenyewe ametueleza kwenye Qur'an, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Kwa ukiacha dhikri basi utaishi maisha ya dhiki kabisa. Kwa hiyo katika kuishi maisha ambayo ni mazuri, basi itumie sura hii Al-Qamar, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi inshallah. Kama mambo yako hayendi, riziki zako hazifunguki, basi itumie sura Al-Qamar hii uifanyie kazi kama nilivyokuelekeza hapo kwenye kitabu chetu hichi. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi inshallah, na sina la ziada isipokuwa tu tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.